Mheshimiwa Katibu Mkuu, faida za miradi hii ni nyingi, imeshatajwa. Kuna fursa nyingi. Naomba nizungumzie fursa moja tu ya kiuchumi ambayo wawekezaji wa nje na wa ndani watapata nafasi ya kuwekeza pesa zao. Mfano, majengo yanayojengwa sasa hivi, tunajenga bweni la wanafunzi 800 tu. Lakini itakapofika miaka 4 wakati chuo kinaendelea, kutakuwa na wanafunzi 4500 katika kampasi hii. Naomba tuniseme, pamoja na plani za serikali kujenga mabweni mengine, lakini hii ni fursa kubwa kwa Wanamara na Watanzania kuja kujenga hostel za wanafunzi na nyumba za wafanyakazi ili wasikose mahali pa kulala. Kuna fursa nyingi, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ambazo zinajitokeza kutokana na wingi wa watu watakaokuwa katika kampasi hii, na kampasi ya Oswald Mang'ombe ambayo itakuwa mahususi kwa ajili ya kutoa vijana wa diploma za kilimo. Oswald Mang'ombe itakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 900 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo fursa zote hizi zinaifanya mkoa wa Mara na Tanzania nzima kuwapa Watanzania nafasi ya kuwekeza ili tuweze kutoa elimu yetu kwa urahisi zaidi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kama walivyosema watangulizi wangu, kampasi hii kuu imegharimu karibu shilingi bilioni 102 na utekelezaji wake unaendelea. Kuna wakandarasi 5. Mmoja ni mzawa, ndiye anayejenga jengo letu la utawala la watu ambayo itachukua na kutoa nafasi za ofisi, na jengo la maktaba iliyoko kushoto kwangu itakuwa na wanafunzi 2000 kwa wakati mmoja. Kuna wajenzi wengine wako mbele, na ukitaka kuona kazi inayofanyika, tembea kidogo huku nyuma yangu. Utaona majengo makubwa mazuri ambayo yote yatatumika katika chuo hiki. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ujenzi unaendelea vizuri, fedha zote zimetumika vizuri, na kwa muda wote ambao tumekuwa tunafanya kazi zote, tumekuwa tukipata hati safi ya ukaguzi wa mahesabu. Nikuhakikishie tu Mheshimiwa Katibu Mkuu kwamba wanataaluma tumejipanga mwaka huu kuanzisha shahada angalau 5, pamoja na kwamba tuna mitaala 16 iko tayari, iko TCU kwa ajili ya kukabidhiwa kupewa ithibati. Na mwisho wa mwaka huu tutakuwa na nafasi ya kuingiza wanafunzi wa kutosha ili waweze kuanza masomo, tusiwe na majengo yaliyosimama peke yake. Mimi nikiwa mmoja wa wafuasi kindakindaki wa Baba wa Taifa, napata faraja sana kuona chuo hiki kinapewa jina, kimejengwa kwa heshima ya Baba wa Taifa, Chuo cha Kilimo na Teknolojia cha Mwalimu Nyerere. Wote tunajua kwamba hakuna kitu ambacho Baba wa Taifa alikisimamia kama kilimo na maendeleo vijijini. Baba wa Taifa alitaka watu wetu wote wa vijijini wapate maendeleo kama walivyo watu wa mjini. Baba wa Taifa alitaka kilimo kiendelee kuwa ukombozi wa pekee wa watu wetu. Baba wa Taifa alitamani tuwe na kilimo cha kisasa chenye tija kwa wakulima, lakini vile vile kinachoongeza thamani ya maisha ya Mtanzania. Baba wa Taifa alitamani kuwa na taifa lililojaa wasomi ambao wanatumia usomi wao kulitumikia taifa letu. Na ndio maana Baba wa Taifa alisema, vijana wa Tanzania wasikubali kupotoshwa. Vijana wa Tanzania wasikubali kupotezwa. Vijana wawe na tija kwa taifa badala ya kuwa mzigo kwa taifa. Na sisi kizazi cha sasa tuna wajibu wa pekee wa kuyasimamia yale yote ambayo Baba wa Taifa aliyasimamia katika kuhakikisha kwamba taifa letu linaendelea kuwa bora zaidi. Tunamshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ilani zote zilikuwa zikiandikwa, lakini yeye kasimamia chuo hiki kijengwe. Tumesomewa hapa zaidi ya bilioni 102 zimetolewa katika kukamilisha miradi hii, na zimetolewa kwa sababu ya dhamira ya Mama Samia kuona kwamba chuo hiki kinajengwa. Mkiangalia kwa makini, mkisoma falsafa ya Mwalimu Nyerere, mkijifunza ambavyo Nyerere alikuwa alijenga taifa letu, mtagundua kwamba hata katika 4R za Rais Samia unaiona wazi wazi kwamba tabia ya Mwalimu Nyerere imeakisiwa sawa sawa
na Rais Samia Suluhu Hassan. Rais wetu anatamani maono na mapenzi ya baba wa taifa yadumu katika taifa letu. Rais wetu anatamani nchi yetu iendelee kuwa na mshikamano, iendelee kuwa na umoja. Rais wetu anatamani nchi yetu ipige maendeleo ya kasi na kuwa moja ya nchi kubwa duniani. Rais wetu anatamani Watanzania waendelee kuwa na amani, upendo na mshikamano. Ni hamu yangu kuona kwamba Watanzania tunaendelea kumuunga mkono Rais Samia, kwa sababu ndoto zake kwa nchi yetu zina tija kubwa sana kwa taifa letu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.